pili ilikuwa ni Bwana Richard, masuala ya wakufunzi. Nipende tu kusema hili eneo serikali, kama nilivyosema, tunaishukuru sana serikali kuweka msisitizo, na msisitizo huu tu sio katika vifaa, hadi eneo hili la wakufunzi. Sasa hivi VETA tunao wakufunzi takriban 1700, na sasa hivi tunavyoongea serikali imetoa pia vibali vya wakufunzi 777, 200 na kitu. Wenzetu wa Sekretarieti ya Ajira wameshaanza michakato ya ajira. 500 tuko kwenye uchambuzi kwa ajili sasa ya kwenda kutangaza, ili wananchi wenye sifa za kuwa wakufunzi waweze kutumia fursa hiyo na kupata ajira. Kwa sasa hivi tuko nao, lakini tunaendelea tena. Mwaka ujao sipo nafasi zingine. Matarajio yetu mpaka tunapofika mwaka 2028 tuwe na wakufunzi takriban 1000 kwa VETA. Kwa swala la wakufunzi lisije likatutia uoga, lakini pia ni eneo ambalo tumeliona tunazidi kulifanyia msisitizo. Ndio maana mnaona tumeweka hadi mafunzo ya jioni ili kuwezesha kutoa mafunzo. Lakini sababu na hilo, katika ile eneo pia sasa hivi VETA tunasema tunao mpango VETA na mafundi mahiri. Tunawatumia wale watu waliokuwepo katika maeneo mbalimbali wenye ujuzi na wenye uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali. Yupo fundi magari, ana uwezo, hajaye kufika hata VETA, lakini ana ujuzi na unampelekea gari lako analitengeneza vizuri. Na yuko pale, kuna vijana wanaenda pale anawafundisha. Sisi yule fundi tunaenda kumfanyia utambuzi wa uwezo aliokuwa nao, lakini pia tunaenda kumtumia kufundisha watu wengine na vijana na wananchi wengine. Kwa ni eneo ambalo lenyewe hilo tunaliona kabisa. Sasa hivi tunao watu hawa mafundi mahiri takriban 1000 na kitu ambao tunawatumia na tunaingia nao makubaliano na mikataba nao. Kwa tunaona kabisa urahisishaji wa utoaji wa ujuzi unavyokuwa unaenda vizuri. Kwa hilo lisitutie uoga, na tunaenda nalo vizuri, na serikali inahakikisha kwamba tunaliweka katika misingi na taratibu nzuri.